Kama umeshawahi kuona picha zake, labda unajiuliza huyu mwanamke hasa ni nani? Wengine wanasema ni icon wa fashion, wengine wanamuita mchawi, wengine wanamuita ni shetani mwenyewe kwenye mwili wa binadamu. Wengine wanaamini kwamba yeye ndo siri nyuma ya mmoja wa wabunifu wakubwa ulimwenguni. Lakini ukweli ni kwamba hadithi ya Michelle Lamy ni ya ajabu zaidi kuliko uvumi wowote unaotrendi kwa sasa duniani. Michelle Lamy alizaliwa Ufaransa mwaka 1944, lakini kabla hajawa icon wa fashion, maisha yake yalikuwa ni ya tofauti kabisa na yale tunayomuona nayo sasa hivi. Alisomea sheria na kwa muda aliwahi kufanya kazi kama mwanasheria. Baadaye akaingia kwenye fashion, muziki, filamu, kiufupi sanaa ya underground ya Paris. Hatimaye alihamia Los Angeles nchini Marekani, ambako alifungua mgahawa ulioitwa Les Deux Cafes. Mgahawa huu haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ni kama kituo cha wasanii, wanamuziki na wabunifu ambao walikuwa wanatafuta idea mpya au mawazo mapya. Huko Los Angeles ndipo walipokutana na mbunifu mpya wa mavazi anayeitwa Rick Owens. Wakati huo Rick Owens alikuwa bado hajulikani sana. Alikuwa anashona nguo zake mwenyewe na kujaribu kujenga brandi yake polepole. Lakini Michelle Lamy aliona kitu ambacho watu wengi hawakukiona kwa Rick Owens. Alimpa nafasi ya kufanya kazi kwenye studio yake, alimsaidia kifedha na muhimu zaidi alimsaidia kujenga identity ya brandi yake ya Rick Owens. Baadaye wakawa washirika wa maisha na biashara. Leo brandi ya Rick Owens ni moja kati ya majina makubwa kwenye fashion ya avant-garde. Watu wengi kwenye industry wanaamini Rick Owens ana design nguo, lakini Michelle Lamy ana design ulimwengu unaozunguka brand hiyo. Kuna kitu kinachomfanya Michelle Lamy awe wa tofauti na fashion icon wengine. Vidole vyake hupakwa rangi nyeusi kila siku, rangi ya dye ya mimea ya Kijapani, na ana meno ya dhahabu. Ana mstari wa tattoo kwenye paji la uso wake. Muonekano wake unaonekana kama mchanganyiko wa goth, tribalism na performance art. Kwa Lamy, fashion si nguo tu, bali ni ritual, identity na ni sanaa. Lakini kwa sababu ya muonekano wake na symbolism anazopenda kutumia, mitandaoni kuna uvumi mkubwa sana kumuhusu. Wengine wanadai yeye ndiye mchawi wa kisasa, wengine wanasema ni shetani kwenye mwili wa binadamu, wengine wanamuita anahusika maybe na hizi secret society, Freemason na Illuminati. Wengine wanasema brand ya Rick Owens ni alama ya occult. Lakini ukweli ni kwamba hakuna ushahidi wowote unaonyesha kwamba wanafanya ibada za kishetani. Katika interviews nyingi, Lamy huzungumza zaidi kuhusiana na philosophy, mythology na sanaa kiujumla. Kwenye dunia ya fashion, image yake ya giza ni moja kati ya creative expression na wala sio dini ya siri. Leo Michelle Lamy anaonekana kama mtu wa kipekee zaidi kwenye ulimwengu wa fasheni. Sio tu muse wa Rick Owens, bali ni culture figure inayochanganya fashion, philosophy na performance art. Kwa watu wengine yeye ni icon, lakini kitu kimoja kilicho wazi, Michelle Lamy anaonyesha kwamba wakati mwingine mtu anaweza kuwa kazi ya sanaa yeye mwenyewe. Na labda ndio maana watu wengi wanasema Michelle Lamy sio mtu wa kawaida. Kama bado hujasubscribe kwa undani, fanya kusubscribe kwa sababu tunakuletea story nyingi kwa undani kama hii na nyinginezo nyingi.